Kwingineko, mkuu wa sera za kigeni wa Umoja wa Ulaya Kaja Kallas amesema masharti yaliyowekwa na Urusi kwa ajili ya usitishaji vita nchini Ukraine yanaonyesha kwamba Urusi haitaki amani. Kaja Kallas alikuwa akizungumza baada ya Rais Donald Trump kutangaza kwamba atazungumza na Urusi vile vile Rais Vladimir Putin siku ya Jumanne kesho kuhusu kumaliza vita hivyo. Belden Waliaula na maelezo zaidi. Mauaji ya raia yanaendelea kuripotiwa nchini Ukraine baada ya Urusi kutekeleza mashambulizi mengine katika mji ambao umeshuhudia mapigano makali wa Minorhad mashariki mwa eneo la Donetsk. Mkazi mmoja aliuawa baada ya ndege isiyo na rubani kulenga gari lake. Katika eneo la Seredina Buda karibu na mpaka wa Urusi kaskazini mwa eneo la Sumi, mwanamke mmoja mwenye umri wa miaka 65 aliuawa mbele ya nyumba yake baada ya kilipuzi kurushwa upande wa mpaka wa Ukraine. Mamlaka eneo la Sumi zinasema wamekuwa hoji wakazi wanaoishi karibu na mpaka kuyahama makazi yao kwa hofu ya mashambulizi kutoka Urusi kuongezeka. Akihudhuria mkutano na mawaziri wa mambo ya nchi wa mataifa ya Umoja wa Ulaya mjini Brussels, naibu rais wa tume ya Ulaya Kaja Kallas anasema ana shauku na nia ya Urusi kutaka kumaliza vita vinavyoendelea Ukraine. Yale masharti walivyopendekeza yanaonyesha kuwa hawataki amani, kwani wamewasilisha masharti ambayo ni malengo yao katika vita hivi. Hapo jana rais wa Marekani Donald Trump alisema atafanya mazungumzo ya ugawanaji wa mali ikiwemo ardhi na vitu vya kuzalisha nishati na Rais Putin wa Urusi. Tutakuwa tunazungumzia kuhusu ardhi. Sasa ni tofauti na ilivyokuwa kabla ya vita. Pia tutazungumzia kuhusu nishati. Tunayo mengi ya kuzungumzia kati ya pande zote mbili, Ukraine na Urusi. Donald Trump alisema mazungumzo hayo huenda yakafanyika siku ya Jumanne. Tutaona kama tutakuwa na kitu cha kutangaza ifikapo siku ya Jumanne. Nitakuwa nazungumza na Rais Putin siku ya Jumanne. Kuna kazi kubwa ambayo imefanyika weekend hii. Tunataka kuona iwapo tutamaliza vita hivi. Labda tunaweza ama hatuwezi, ila nadhani tunayo nafasi nzuri. Trump amekuwa akijaribu kushawishi Urusi kuunga mkono mkataba uliofikiwa na Ukraine wa kusitisha mapigano kwa siku 30, ila Putin anasema lazima ufanye mazungumzo ya kina kwanza kabla ya kukubali mkataba huo. Belden Waliaula, BBC. Utawala wa Rais Donald Trump siku ya Jumapili umesitisha ajira za waandishi wa habari wa Voice of America na vyombo vingine vya habari vinavyofadhiliwa na Marekani na kuweka wazi dhamira yake ya kusambaza vyombo vilivyoonekana kuwa muhimu kwa ushawishi wa Marekani. Siku moja tu baada ya wafanyakazi wote kupewa likizo ya lazima, wafanyakazi wa mkataba walipokea barua pepe kuarifu kwamba wameachishwa kazi kufikia mwishoni mwa mwezi Machi. Agnes Penda na taarifa hiyo. Kwa mujibu wa barua iliyotumwa kwa wafanyikazi wote wa shirika hilo la habari la Marekani VOA, huduma zao zimesitishwa mara moja na kuwa hawataruhusiwa kuingia katika majengo ya shirika hilo. Idadi kubwa ya wafanyikazi wa shirika hilo ni wale walioajiriwa kwa muda au kandarasi na wengi wao si raia wa Marekani, na kuna wasiwasi mkubwa kuwa wao hutegemea visa ya kazi ili kuendelea kuishi nchini humo. Wafanyikazi ambao walikuwa na mkataba wa kudumu na ambao wana kinga za kisheria dhidi ya kufutwa kazi kiholela hawajasimamishwa kazi, lakini wameamrishwa kwenda likizo ya lazima. Shirika la VOA lilianzishwa wakati wa vita vya pili vya dunia na kwa sasa linapeperusha matangazo kwa lugha 49 huku likiwa na dhamira ya kupeperusha matangazo yake katika nchi ambazo zinakisiwa kutokuwa na uhuru wa vyombo vya habari. Wafanyakazi wengi wa shirika hilo hata hivyo wamesema kuwa wamepata barua za kuachisha kazi kuanzia tarehe 31 mwezi huu. Wakosoaji wa Rais Donald Trump wamedai uamuzi huo wa kuwafuta kazi wafanyakazi wa VOA ni mwanzo wa njama yake ya kuhujumu uhuru wa vyombo vya habari na taifa kwa jumla. Kufuatia uamuzi huo, vituo vya idhaa mbalimbali ya shirika hilo vimelazimika kucheza muziki kutokana na ukosefu wa vipindi baada ya wafanyikazi wake kusimamishwa kazi. Rais Trump alisaini amri ya utendaji ya kupunguza matumizi ya serikali siku ya Ijumaa iliyolenga shirika kuu la serikali la Global Media linalosimamia shirika hilo la VOA. Taarifa iliyotolewa na ikulu ya White House inasema kuwa walipa ushuru nchini humo hapaswi tena kuendelea kufadhili mashirika hayo ambayo yalianzishwa kama vyombo vya kusambaza propaganda na kudhibiti kuenea kwa ujamaa. Rais Trump na mshauri wake wa kiuchumi bilionea Elon Musk wameapa kupunguza kiwango cha matumizi ya serikali ili kutoa nafasi kwa utawala wake kuanzisha mfumo wa kupunguza ushuru. Ikulu ya White House imepinga shutuma kutoka kwa vikundi vya kutetea haki za binadamu kuwa ilidhihaki njia stahiki kwa kutofuata amri ya jaji ilipokuwa ikiwasafirisha wahamiaji
uhamiaji wa Venezuela. Kundi la watu 238 wanaodaiwa kuwa genge la Venezuela pamoja na watu wengine 23 wanaodaiwa kuwa wa genge la kimataifa la MS-13 walitolewa jela ya Marekani na kupelekwa jela ya El Salvador. Shoaib Ibrahim na maelezo zaidi. Msemaji wa ikulu ya White House Caroline Levitt kwa upande wake amesema kuwa amri ya hakimu ilikuwa haina msingi wa kisheria. Awali mahakama ilibaini kwamba ilikuwa na wasiwasi juu ya hatua ya utawala wa Rais Donald Trump wa kutumia kanuni isiyo dhahiria karne ya 18 iliyotumiwa mara ya mwisho katika vita vikuu vya pili vya dunia ili kuhalalisha mpango huo. Lakini Rais Trump aliwaambia waandishi habari kuwa nchi hiyo ilikuwa ikipambana na kile alichokiita uvamizi wa wahalifu na waendeshaji wa biashara ya madawa ya kulevya. Wafungwa hao ambao wanashukiwa kuwa wanachama wa magenge nchini Venezuela kwa sasa wanashikiliwa katika gereza la wafungwa sugu nchini El Salvador. Akizungumza na waandishi habari akiwa katika ndege ya rais almaarufu Air Force One, Trump amemkosoa hakimu aliyeamrisha kusimamisha kwa muda mpango huo. Nadhani ni jambo la kujiaibisha. Bila shaka ni hakimu ambaye anataka kujiweka katika nafasi ya rais wa Marekani ambaye alichaguliwa na takriban 80% ya wapiga kura. Ni jambo hatari kwa nchi yetu na ninatumai kutakuwa na uamuzi kutoka kwa mahakama ya juu. Hilo ni jambo baya kwa nchi yetu. Hawa ni aina ya watu ambao mara nyingi hawafanyi kazi, hakuna hata anayejua kama wapo, na hakimu anataka tuwalipeni. Sidhani kama hilo litakuwa likifanyika. Inaripotiwa kwamba Marekani itailipa El Salvador dola 20,000 kwa mwaka kwa kila mfungwa anayehamishwa hadi nchini El Salvador. Katika mazungumzo na waandishi habari, Rais Trump vile aliunga mkono mpango huo wa serikali yake na kadhalika kumnyoshelea kidole cha lawama mtangulizi wake Joe Biden. Huu ni wakati wa vita kwa sababu Biden aliwaruhusu mamilioni ya watu kuingia nchini, wengi wao wakiwa wahalifu. Idadi kubwa kati yao ni wahalifu sugu. Magereza katika mataifa mengi yaliishiwa na wafungwa. Walikimbilia nchini Marekani na ni uvamizi. Hawa ni wahalifu wengi, wauaji, waendeshaji wakubwa wa biashara ya madawa ya kulevya, watu wanaotaabika na afya ya akili. Huo ni uvamizi, waliivamia nchi yetu. Kwa muktadha huo, hivi ni vita. Mashirika ya kutetea haki za kibinadamu yamemtuhumu Rais Trump kwa kutumia sheria wanayoitaja yenye miaka 227 ili kukwepa mchakato halali unaopaswa kutumiwa. Rais wa El Salvador ambaye pia ni mwandani wa Rais Trump, Nayib Bukele, ameandika kwenye mtandao wa kijamii mara baada ya wafungwa hao kuwasili nchini humo walipelekwa moja kwa moja hadi jela kubwa lenye ulinzi mkali la wafungwa sugu. Rais huyo aidha alisema wafungwa hao watazuiliwa huko kwa muda wa mwaka mmoja na kuna uwezekano wa kusalia huko kwa muda mrefu zaidi. Dira ya Dunia.